Leo tumeweza kuona taarifa ambazo Chief Godlove ameweza kuzitoa kuhusiana na msanii wake ama aliyekuwa msanii wake P-Pijo TZ. Ameweza kutoa taarifa kwamba ameweza kumalizana naye mkataba, lakini pia wameweza kukubaliana ama wameweza kufikia makubaliano ya kumaliza mkataba katika pande mbili zote kwa usalama zaidi. Ambaye amekuja kuhalalisha ama ambaye amekuja kutoa taarifa hizi hapa ni Chief Godlove, ambaye alikuwa na manage huyu mwanadada ambaye ni P-Pijo. Ni mwanadada lakini pia ni msanii ambaye mwenye umri mdogo ambaye anaendelea kufanya poa zaidi katika game la Bongo Flava, na imani kabisa utambulisho wake katika game la Bongo Flava anatoa kitu ambacho kilicho bora, lakini pia Bongo Flava kwa muda ambao tumeweza kumfahamu ameweza kuitumikia vyema zaidi. Sasa P-Pijo bado hajasema chochote baada ya taarifa ambazo zimeweza kutolewa na Chief Godlove. Bado hajasema chochote huyu mwanadada na bado hajatia neno lolote mpaka sasa hivi, na tunasubiria je, aje adhibitishe kwamba wameweza kumalizana salama, kwa maana mashabiki wanadai kwamba kashindwa Chief Godlove kuendelea kumsimamia huyu mwanadada. Lakini Chief Godlove katika upande wa comment anazidi kujibizana na mashahidi, kwamba anazidi kujibizana na mashabiki akidai kwamba kama unaweza mchukue wewe basi huwezi kummanage. Je, una maoni gani kuhusiana na P-Pijo? Mpaka sasa hivi hajatia neno lolote, lakini pia Chief Godlove bado hajasema kitu chochote baada ya kutoa zile taarifa. Je, ni mpango? Lakini siku ya jana hapo P-Pijo katika upande wake wa ukurasa wa Instagram aliweza kuweka Insta story akiwa anamuonyesha boss wa aliyekuwa boss wake ambaye ni Chief Godlove. Kaweza kumweka Insta story kule Chief Godlove akiwa anashuka katika ndinga yake ambayo ni Mercedes Benz, ambayo tuliweza kuona Chief Godlove akiwa katika mitaa yake ya kujidai, kwa maana akiwa katika harakati zake zingine. Sasa kabla sijaendelea, nikuombe kitu kimoja, achia comment yako kutokana na mtazamo wako kwamba una mtazamo gani kuhusiana na P-Pijo. Ni kweli ama kuna kitu ambacho wanaendelea kuficha nyuma ya pazia? Kuna mambo ambayo yanaendelea mpaka sasa hivi. Baadhi ya mashabiki bado hawajaamini kama Chief Godlove kaamua kuachana na huyu mwanadada kabisa kuendelea kumsimamia kimuziki, au Chief Godlove anaamua kuzima kutokana na taarifa ambazo zilikuwa zinadaiwa ama zilikuwa zinasemekana kwamba P-Pijo ana mimba ya Chief Godlove. Sasa kaamua kuzima hili hapa ili maisha mengine yaweze kuendelea, lakini mpaka sasa hivi P-Pijo aliwahi kuja na kuzipitisha kwamba hajawahi kuwa na mimba ya Chief Godlove na hajui kabisa kwamba mimba inashikwaje, na aliweza kuwataja watu kadhaa akiwemo Mwijaku, ndo mtu ambaye anakuwa anachochea mada ambazo zisizokuwa na mbele wala nyuma. Sasa nikuombe kitu kingine, usisahau kubonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe hapo, lakini usiache ku like video hii hapo, uwe mtu wa kwanza kabisa kupata kazi zetu. Bonyeza alama ya kengele, uwe unapata kazi zetu tofauti katika channel yako pendwa zaidi ya Bongo Media. Mimi naomba nikuache na video hii hapa, tuweze kukutana next video, lakini kabla sija kuacha, tuendelee kulifafanua hili jambo kuhusiana na Chief Godlove. Kwa nini imekuwa ghafla tu kwamba tarehe 24 2026 ameweza kutoa taarifa hizi za kuweza kuachana na P-Pijo? Pia ameweza kudhibitisha kabisa kwamba kwa sasa hivi huyu mwanadada yuko huru, lakini P-Pijo mpaka sasa hivi hajasema chochote. Huenda akawa anaumia sana P-Pijo ni kwa nini ameweza kusitishiwa mkataba wake ama kumaliza mkataba wake, kwa nini hajaongezewa. Anatamani aendelee kuwepo kwenye label, lakini hata kimtazamo zaidi ukiangalia P-Pijo bado hajafikia ile hatua ya kuweza kujitegemea zaidi, kwamba anaweza kusimama yeye kama yeye na akaendeleza mapambano ya game la Bongo Flava. Game la Bongo Flava kwa sasa hivi limekuwa kubwa zaidi na ushindano umekuwa ni wa moto zaidi, kwa maana ukimwangalia Yami ambaye ameweza kutoka kwa Nandi, ukimwangalia Angela ambaye ameweza kutoka Konde Gang, lakini bado ambao watu wapo katika record label kama ya WCB, tunamzungumzia Zuchu. Amekuwa ni mtu ambaye anayefanya poa, lakini pia Nandi pia ni mtu ambaye ana label yake, lakini ni CEO ambaye anayefanya vyema zaidi Nandi katika label yake. Ni mtu ambaye akiachia mawe anaachia
kweli kweli, lakini pia kuna wasanii kadhaa ambao wa kike wanaendelea kufanya vyema katika nchini hapa Tanzania, kwa maana tukiwazungumzia kina Lolodeva, kina Gigman, nao ni watu ambao wanaendelea kuitetea Bongo Flava katika upande wa wasanii wa kike. Sasa je, Pipijo ataweza kuitetea nafasi yake kama ilivyokuwa hapo before, kwamba kipindi alikuwa na Chief Godlove na yale mahitaji yote ambayo alikuwa anapewa ataweza kuyatimiza yeye mwenyewe kwa mipambano yake mwenyewe, kwa maana sasa hivi anatakiwa aweze kushinda game zake. Nikimaanisha game zake kwa sababu anatakiwa aweze kushinda fight, ni namaanisha kwamba kwa sasa hivi anatakiwa aweze kuachia madude ambayo yataenda viral sana, madude ambayo yataweza kushika hisia za watu. Ukimwangalia msanii kama Mbosso, kwamba mimi siwezi kumlinganisha Pipijo pamoja na Mbosso, lakini anabidi aachie madude ambayo hata richa ya promo ataweza kuwateka watu na hisia za watu ataweza kuwateka. Kwa maana ukiangalia Mbosso na Darasa la Saba ameachia dude kweli kweli, lakini ukiachana na dude, ukiangalia dude la Nandi ambalo ni Mungu, ni dude ambalo limeenda viral sana. Sasa ukiangalia kama Abigail ambaye ni Champs anafanya poa paka anaingia kwenye tuzo kubwa zaidi. Sasa Pipijo naye inabidi aweze kudominate katika nafasi yake ambayo ni ya muda wote, aweze kusimama kwenye nafasi alionayo, na nafasi ambayo ameweza kutengelezewa na Chief Godlove. Sasa mimi naomba nikuache na taarifa hii hapa, bonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe hapo. Tukutane next video part 2 na